Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tunatazama kinachoendelea kati ya Urusi na Ukraine, ambapo baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine, Urusi yalipiza kisasi kizito kwa kufanya mashambulizi usiku kucha huko nchini Ukraine. Watu 5 wameuawa na makumi kadhaa kujeruhiwa nchini Ukraine baada ya Urusi kuanzisha shambulizi kubwa usiku kucha. Watu 4 wanadaiwa kuuawa huko Dnipro na 16 wamejeruhiwa. Mtu mmoja pia anadaiwa kuuawa huko Kyiv, huku wengine takribani 20 wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Urusi mapema siku ya leo Jumanne. Maelfu ya watu walikimbilia mji wa Kyiv, huku moshi mwingi ukipanda kutoka katika jiji, na maonyo ya uvamizi wa anga yalikuwa yamewekwa katika sehemu kubwa ya Ukraine. Ni kutokana na namna ambavyo Urusi ilisema italipiza kisasi kizito kutokana na mashambulizi ya Ukraine katika baadhi ya maeneo nchini Urusi. Vita hivi vya Urusi na Ukraine ambavyo vilianza tangu mwaka 2022 sasa vinaendelea, huku rais wa Urusi akisema kwamba lazima atavimaliza mapema vita hivyo, na anasema kwamba kuna kila njia anayoiona ya kuelekea katika kumaliza vita nchini Ukraine. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amewasihi watu kukaa majumbani mwao. Mkuu wa utawala wa jeshi la jiji la Kyiv Timur Kachenko amesema adui anashambulia kwa makombora ya ballistic. Klitschko alisema majengo mawili marefu ya ghorofa yameathiriwa na kuna hofu kwamba watu wamenasa chini ya vifusi. Huku mashambulizi ya Urusi yakilikumba jiji la Kyiv hadi leo asubuhi siku ya Jumanne, milio ya ndege zisizokuwa na rubani imesikika kati ya milipuko mikubwa zaidi 12, huku mashambulizi yakiwa yanaendelea. Kukatika kwa umeme na matukio ya moto pia kumeripotiwa kote katika jiji, na ukubwa wa uharibifu bado haujabainika. Kituo cha viwanda pia kimeshambuliwa huko Zaporizhia. Bado Urusi imeapa kwamba itafanya mashambulizi makubwa ndani ya Ukraine kutokana na kile wanachoona kwamba ni namna ambavyo Rais Volodymyr Zelensky aliamua kufanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo ya Urusi, ikiwa ni pamoja na maeneo ya mipakani kati ya Urusi na Ukraine na hata baadhi ya maeneo ambayo yapo chini ya Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mashambulizi mazito ya usiku kucha yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine kutokana na kile ambacho Urusi kupitia rais wake Vladimir Putin alisema lazima watalipa kisasi kizito, na sasa mashambulizi makubwa yanafanyika huko nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.